نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادتك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الأبرار وأصحابه الكرام ومن صار إلى نهجي وسن بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, kwanza na kuanzeni kuwatangulizieni maamkizi matukufu nayo ni salamu yake Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu waikazi wanaoishi katika miji hii ya kimagharibi, walioacha makwao, walioacha miji yao, walioacha makazi yao, wakija katika nchi tofauti za uhaibuni, huu ni ujumbe wenu. Kwa muda mrefu tukikaa tukitizama ahwali na mwenendo na mengi ambayo yanayowasibu ndugu zetu Waislamu katika nchi hizi zinazoitiwa nchi za kuja kutafuta. Kwa kweli sisi kama walinganizi wa dini hasa katika nchi yetu hii ya South Africa, miji tofauti tumetembelea, tukaziona hali za ndugu zetu Waislamu, na katika ofisi zetu tukapokea mambo mengi sana ambayo tunajishughulisha katika jamii, ikiwemo masala haya kuzika, kama gisi mnavyoona nembo yetu hapo katika channel yetu ya Harakati Muslim Burial Service katika mji wetu huu wa Durban. Alhamdulillah, tunajishughulisha na hali nyingi sana, lakini kwa muda mrefu tumekuwa tunapata maombi na malalamiko kupitia vijana wetu wa Kiislamu, dada zetu wa Kiislamu, hawajipati katika hali ambayo waliokuwa wakitaraji. Na ukitizama baadhi ya watu wanawaleta waganga kutoka nyumbani huko East Africa, wakiwaleta huku wanaofanyia mambo ambayo sio katika njia sahihi ya Uislamu uliotuelekeza. Mmojawapo ni mimi ambaye ninayeshughulikia mambo mengi sana katika jamii zetu wageni tunazoishi katika nchi hii ya South Africa. Wallahi ndugu zangu Waislamu, nimeshuhudia mengi, na ninataraji kama tukikaa kimya kwa kuhofia ndimi za watu, tusiwaokoe ndugu zetu, tutakuja kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, bila shaka tiba imepatikana, tiba ipo. Ni wewe tu Muislamu upate kujitathmini na kufuata sheria zake Allah subhanahu wa ta'ala. Katika ujumbe wangu huu, katika waikazi wanaoishi katika nchi hii ya South Africa, ikiwemo mikoa yote,
mlango wangu uko wazi, namba yangu ya simu hiyo hapo. Ukihitaji chochote kile ambacho utakubaliana mimi katika misingi yake Allah, ili Allah aweze kukuondoshea nacho, aweze kukupa nacho, basi nitafute katika anwani hiyo hapo, na ofisi yetu inafahamika, wengi wanafahamu Imam Yahya yupo wapi. Ndugu zangu Waislamu, tunafahamu wengi tumekuja kutafuta katika nchi hii ya South Africa, lakini tunapata na mitihani mingi sana, tunapata na challenge nyingi sana. Unamkutana kijana anafanya kazi kwa bidii, lakini ikifika tarehe za kulipa kodi ya nyumba hana kodi ya nyumba. Mwanamama anafanya kazi yake, ametoka nyumbani, labda ameolewa na mume wake, lakini akifika maisha haya nyumba inakuwa na misukosuko, sivyo alivyokuwa akitarajia. Ndugu zangu Waislamu, wengi ndoa zimeharibika na tumeshuhudia talaka nyingi tuko nazo katika ofisi zetu. Ukija kuuliza sababu ni nini, haijulikani. Haya yote ndugu zangu Waislamu ni mambo ambayo wewe kama Muislamu lazima uyafahamu na ujue njia ya kuweza kuyatatua kiuislamu. Sasa insha Allah mimi nataka tufunge ule mlango wa kuwa tunawatoa watu majumbani, haumjui mtu akida yake iko vipi, anakuja anakufanyia dua, hadi wengi tunakuja kujikutana tunaingia katika ushirikina. Na tunafahamu katika jambo ambalo linalomtoa mtu katika Uislamu, katika kitabu kidogo alichokitunga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, kitabu kinachoitiwa Nawaqidul Islam, vitenguzi vya Uislamu, vitu ambavyo vinavyokutoa wewe katika Uislamu. Jambo la kwanza Sheikh akasema ni shirki. Wengi tunaingia katika dua hadi tunaingia katika kufanya shirki. Na sisi walimu, sisi mashekhe, sisi maimamu tunashuhudia. Dada yako huyu anakwenda, mdogo wako huyu anakwenda. Hatutaki kulivalia njuga na aliyakuwa sisi ndio tunaobeba majukumu ya hawa watu. Sasa ndugu zangu Waislamu, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika ndani ya Qur'ani, katika suratul Isra aya 82, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lilmu'minin wala yazidu dhalimina illa khasara. Allah subhanahu wa ta'ala anatuhakikishia kwamba yeye Allah ameiteremsha Qur'ani, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa, ametuteremshia sisi Qur'ani ije kuwa ni ponya, ije kuwa ni shifa, ni dawa kwetu, ije kuwa ni kinga kwetu. Kwa watu gani? Minal mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha Qur'ani kuja kuwa ni ponya kwetu, kwa wale ambao wamwaminia Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anawakemea wale madhalim ambao watakayekengeuka Qur'ani, wakaipinga Qur'ani, hawatapata ile shifa, bali kwao itakuwa ni khasara. Sasa hapa ndugu zangu Waislamu, kumbe dawa tuko nayo, na ndio maana nikasema dawa ipo. Ni wewe Muislamu ukitaka ufanyiwe ruqya ya kisheria, lazima utii yale ambayo kabla ya kufanyia ruqya uweze kuepukana nayo. Sasa ndugu zangu Waislamu, vijana wetu wengi sana walipotea njia, walikuwa wanakuwa wenda wazimu. Kijana anafanya kazi katika gereji yake, hapati natija,
uchawi umekuwa mwingi katika mjitamaa wetu, husda zimekuwa nyingi, ndoa ndio hizo hapo haziendelei. Wamama ambao ni wamalishi walifungua migahawa yao, riziki ndio hivyo tena, chakula hakinunuliwi, kinaharibika, anafikia na mwaga. Yote hayo ndugu zangu Waislamu yapo na vitabu viko. Adda wa dawa, kuna kitabu ambacho kinaitiwa tiba ama magonjwa na tiba yake, katika Uislamu kipo. Sasa ndugu zangu Waislamu, mimi nimefungua somo hili kwa kuwaelekeza watu ili tuweze kujikwamua na yale ambayo tulishawekezwa. Tunaamini kwamba uchawi upo, na kama upo lazima mtu uwe na silaha ya kuweza kujikinga nao, na silaha ndugu zangu Waislamu ni Qur'an na mwelekezo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu vijicho leo ni vingi. Kuna mtu amenambia, mwezi miwili nilikuwa ninamiliki gari 3, shekhe, leo sina hata gari moja na ninadaiwa garage. Subhanallah. Ndugu zangu Waislamu, vijana wengi sana katika maisha haya tunaishi tumeharibikiwa, tumekosa mwelekeo, tumekosa kinga. Kwa sababu gani? Wewe kijana ambaye bado kingali kisingo, ukienda ukifanya mahusiano na msichana raia wa nchi hii ya South Africa, 97% ya wanawake wa South Africa wengi ni masangoma. Ukifanya naye muamala ama ukafanya naye mahusiano ya kimapenzi, basi jua kwamba wewe umeshaingia katika chama cha yule mwanadada. Utafanya kazi hadi utakufa, haujapata mafanikio unayoyalenga katika maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu wale sangoma, wale mizimu yao wanakuvuta wewe, unaingia katika mwanachama, wewe unafanya kazi, pesa hauipati, inakwenda kwao. Tizama leo kuna uchawi mwingine ambao uliotoka katika nchi zetu, uchawi wa kuogota pesa kwa ndugu yako, tunaitiwa katika lugha ya nyumbani tutasema chuma uleti. Wewe unafanya kazi, yeye pesa inakwenda kwake. Vipi ataweza akakukaba wewe? Kuna vijana siku hizi wamekuwa na mtindo, anafika kwenye mtu anayemlenga, anachomoa pesa mfukoni, alafu panaanguka labda kijisenti cha randi 2 ama panaanguka noti ya randi 20. Wewe ukaenda kuogota ukampa naye, basi kule kuogota tu inakuwa tayari ushamsujudia, anachukua ule utii wako, anaenda kushughulikia. Ndugu zangu Waislamu, haya yapo. Vijana wenzangu kila siku nawashuhudia. Sasa ndugu zangu Waislamu, nimeamua kujitosa, kwa sababu kupata kwako wewe ndiyo kupata kwangu mimi, na ndiyo jamii inaendelea. Wallahi, turudi katika maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani ni dawa, la raiba fi hudan lilmuttaqin. Qur'ani ndugu zangu haikuacha kitu, na ndiyo njia ya wale ambao wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza ninakuomba, utakapokuja kwangu mimi nikufanyie dua, jambo la kwanza uwe mwenye kumtii Allah kwanza, uyaache yale yote ambayo unayoyafanya ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, alafu njoo tufanye dua mimi na wewe. Dada zangu, leo wanadada wengi tunatupiana vitu vya kuvunja ndoa za wenzetu. Husda imekaa katika mjitamaa wetu. Makundi ya kina mama yamekuwa ni mengi, yamekithiri.
kuna kundi la nguo ya siku ya Jumapili, kuna kundi la nguo ya siku ya Jumatatu, kuna sijui kiribacha hivi. Yote hayo wewe unakwenda ukichangia, kuna mtu anachukua nguvu zako. Leo vizazi vimekosekanika, amani katika jumba za Waislamu wengi hamna. Hiyo ni sihri ambayo ni sihri ya kimapenzi. Dawa ipo ndugu yangu Muislamu, mawasiliano hayo hapo, lakini sharti la kwanza ni wewe ukubali kutubia kwa Allah taubatan nasuha. Nimeamua kujitosa ndugu zangu Waislamu kwa madhila ninayoyaona, ndugu zangu mnayo dhalilika, mnayosumbuka. Leo kijana anakuja anakuambia Imam Yahya, nafanya kazi sana wallahi, lakini sipati chochote. Na ukimwona kijana kila siku nguo yake imejaa uchafu, nguo yake imejaa sirinda, anachakarika, hana nguo nzuri, lakini dawa ni ndogo tu, utaipata ndani ya Qur'ani. Kumbe ndugu zangu Waislamu, ukombozi tayari umeshapatikana. Yote yule ambaye atakayepata video hii kwa usumbufu unaouona kwa kina mama na kina dada, vijana na wazee, wallahi ndugu zangu Waislamu, turejee kwake Allah subhanahu wa ta'ala, tumlilie Allah subhanahu wa ta'ala ili Allah atufungulie riziki zetu na azitenge mbali na mahasidi. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili tutakuja kuzungumzia kaifa kana Rasulullahi ruqya. Vipi Rasulullah alikuwa akitumia kinga ama ruqya, wama hiya tariqu sahihati liruqya. Na hiyo itakuwa mada ya tatu tutakayozungumzia, ni njia ipi ya kutumia ruqya ambayo ni ruqya as-sahiha au as-sahih. Ndugu zangu Waislamu, fuatilia vipindi vyangu hivyo, huenda hata wewe mwenyewe usimtafuti shekhe, ukajifanyizia mwenyewe, ikakuwa kwako ni kinga ya mwendelezo ya wewe na familia yako. Ndugu yako mtumishi wa Mungu Imam Yahya, nikiitwa mara kwa mara jeshi la mtu mmoja katika jiji letu hili la Durban. Nimefungua mlango huo. Ukiwa na shida yako yoyote ile, labda kuna jambo linakusumbua, nikutane katika msikiti wangu wa workshop. Nipo 24 hours, tuikae chini tujadiliane, tumlilie Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka atatutolea matatizo yetu. Yeye ndiye alisema tumuombe, atatujibu. Cha lazima ni sisi kukiri na kutawadha yale ambayo aliyotuamrisha sisi. Karibuni, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.